Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuna mjadala mzito kuhusu namna ya utaratibu mpya wa ulimwengu, ambapo inadaiwa kwamba ni kama vile ufalme mpya umerudi, na ni ufalme ambao unaongozwa na mataifa mawili ama matatu, lakini taifa la tatu ambalo ndilo lilikuwa likiuongoza ufalme huo nalo linajiingiza katika kuhakikisha halipotezi nafasi yoyote. Ni ufalme ambao upo katika mamlaka ya Warusi na wa China, lakini wakiwashirikisha Wajemi wa Iran pamoja na watu wa Korea. Lakini pia wakati huu Marekani kupitia Rais Donald Trump anahitaji kuona namna gani anaweza kushiriki katika ufalme huu ambao hataki kupoteza. Mabadiliko katika ulimwengu wa kisasa yanaonyesha kwamba utaratibu wa kifalme hauwezi kuwa wa kizamani sana wa kimaadili. Milki inaweza kurudi kwenye siasa za ulimwengu, sio tu kama vivuli vya giza vya zamani. Huenda hivi karibuni ufalme ukawa gumzo kwa ajili ya kujadili mwelekeo ambao tegemeo na tengenezo la kisiasa la ulimwengu linakoelekea. Mazungumzo ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuziunganisha Canada na Greenland kwa Marekani, na mijadala ya wanasiasa wa Uholanzi kuhusu kuigawanya Ubelgiji. Haya ni miongoni mwa mijadala ya kwanza ya mjadala mkuu ambao bila shaka utaibuka katika agizo lililoundwa katika nusu ya pili ya karne ya 20 ambalo linavumbuliwa. Amri hii, ikumbukwe, ilijikita katika kutoa uhuru kwa watu wengi iwezekanavyo. Marekani ambayo ilikuza dhana hii siku zote ilidhani kuwa ilikuwa rahisi zaidi kutiisha nchi ndogo na dhaifu kiuchumi kuliko kukabiliana na mamlaka makubwa ya eneo. Hili bado Marekani ilikuwa ikicheza nayo, na wakati huu ilikuwa ikitisha sana Uchina, lakini wakati huu bwana Donald Trump anaonekana kurudi nyuma na kupiga goti na kutaka mazungumzo na bwana Xi Jinping ambaye aliahidi kwamba hatatetereka, huku akipata msaada mkubwa na ushauri mkubwa kutoka kwa Vladimir Putin. Mchezo mpya wa himaya ulizinduliwa na nchi za magharibi, huku ulimwengu wote ukitazama, ingawa si lazima kuwa na shauku ya kujiunga. Kama kawaida, Urusi ambayo dhamira yake ni kurejesha himaya ni nadharia pendo ya propaganda za kijeshi za Marekani za Ulaya ambazo zinataka kutengeneza mfarakano wa kutowezesha hili, na imetenda kwa kujizuia, hasa kuhusiana na nchi za Umoja wa zamani wa Usovieti. Wachunguzi wa mambo wanasema Urusi bila shaka wana mawazo yao wenyewe, wakati mataifa jirani yanaonekana kuwa dhaifu au yenye uhasama yanajaribu kutumia eneo lao kwa ajili ya kuidhuru Urusi, jambo ambalo linashindikana wakati huu. Mataifa magharibi yameachwa sana. Hapa tunazungumzia mataifa kama vile Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na maeneo yote ya Umoja wa Ulaya. Wakati huu ni kama vile yamepotea, na hata hali za kiuchumi zinazidi kunyong'onyea. Na hili ndilo ambalo Urusi inaliona kwamba ndio njia sahihi ya kufuata. Mataifa haya pia yanatajwa kwamba yapo tayari kushirikiana na China ambayo ni mdau wa karibu wa nchi ya Urusi, na hivyo mpango na mkakati mpya wa kuwa na mfumo mpya wa ulimwengu upo katika mafanikio makubwa, ambao pia utaongozwa katika kundi linalofahamika kama vile BRICS, ambayo ipo chini ya Wachina pamoja na Warusi, lakini na mataifa mengine ambayo yanaunda kundi hili. Hata hivyo, yapo mataifa madogo katika BRICS, lakini yana uchumi mkubwa katika bara. Afrika ya Kusini yanaonyesha nguvu zao baada ya kuona kuna nguvu nyingine ya mataifa kama China na Warusi, na anataka kuonyesha kwamba yana uwezo wa kufanya jambo. Wakati huu nchi ya Afrika ya Kusini inatoa mashtaka kwa ICC na kusimamia msimamo wake dhidi ya Israeli ambayo inasimamiwa ama kuungwa mkono na Marekani. Wala Afrika ya Kusini haikuogopa vikwazo vya Marekani baada ya Donald Trump kusema kwamba ataweka vikwazo vya kufanya biashara baina ya Afrika ya Kusini na Marekani. Hivi wa Afrika ya Kusini haikuona ajabu wala haikutikisika, na hata vikwazo ambavyo vinatangazwa na Marekani mara kadhaa juu ya Urusi havikuleta madhara kwa Urusi, na wala Urusi haitetereki. Na hili ndilo ambalo wa Marekani na watu wa magharibi wanajaribu kuogopa na kuona kwamba kwa nini mataifa haya wala hayatikisiki. Ni kwamba mchezo mpya wa himaya unazinduliwa na nchi za magharibi zikiachwa nyuma. Katika fasihi ya kitaalamu na maarufu, dhana ya empire ama himaya ni kati ya kuathirika zaidi kwa kiasi kikubwa kazi iliyofanywa na waandishi wa Kimarekani kwa ajili ya kutengeneza namna ya himaya mpya ya Wamarekani imekuja kusababisha hali tofauti kabisa, na wakati huu ni kama vile inaondolewa
katika dhana ya kutawala ulimwengu. Hata hivyo, waandishi walijitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini sasa waandishi wengine wanakuja kutengeneza mazingira ya kuiondoa himaya ya Wamarekani. Katika fikra maarufu inahusishwa ama na ulimwengu wa zamani ama enzi wakati wa falme za Uropa zilizozeeka sasa pamoja na Urusi zilitaka kulazimisha mapenzi yao kwa wanadamu wengine, na hatimaye hii iliishia katika vita vya kwanza vya ulimwengu vya mwaka 1914 hadi mwaka 1918 ambapo karibu kila mmiliki iliangamia kimwili ama kisiasa. Baadaye Marekani ambayo ilikuwa imekataa ubeberu na Urusi iliyozaliwa upya kama USSR ilipata umaarufu wa kimataifa. Hivi karibuni walianzisha kuitana himaya, wakisisitiza maana halisi ya neno hilo. Kwa hivyo wa Korea Kaskazini walipigania Urusi, lakini pia si wa Korea Kaskazini tu, lakini pia inadaiwa kuna baadhi ya namna Iran pamoja na China zimehusika katika mapambano dhidi ya kuisaidia Urusi, ambayo wakati huu inaonekana ni kama vile imeshinda dhidi ya watu wa Magharibi. Nchi za kimagharibi zilikuwa zaidi ya 32 katika muungano unaofahamika kama NATO, muungano ambao kwa namna moja ama nyingine uliingilia kati vita baina ya Warusi na wa Ukraine. Hata hivyo, himaya hii mpya ambayo Urusi na China inaitengeneza imekuwa katika mpango na kuonyesha dhahiri namna wanavyoweza kuiteka dunia. Kwanza ni Urusi kuichukua Crimea mwaka 2014, lakini pia ni wakati huu kuanzia mwaka 2022 kuteka maeneo ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson, kwa maana ya ukanda wa Donbas kwa ujumla, ambayo ilikuwa chini ya taifa la Ukraine. Lakini pia ni namna ambavyo China inapigania baadhi ya visiwa, ambapo sasa kumekuwa na tofauti, na wakati huu mpango wa China ni kutaka kuichukua kabisa eneo la Taiwan, ambalo kimsingi China inadai kwamba ni eneo lake la kihistoria na imeweza kulimiliki kwa miaka mingi, lakini ingawa pia bado halijatambuliwa kimataifa kwamba ni kama nchi, lakini kuna baadhi ya mataifa kama Marekani wanaamini hili ni eneo lake. Na inadaiwa kwamba moja kati ya mambo ambayo bwana Donald Trump anataka kuzungumza na Xi Jinping, ukiachana na masuala ya kibiashara, ni pamoja na eneo hili la Taiwan, moja kati ya visiwa ambavyo China inadai kwamba ni katika visiwa vyake, na hivyo China inataka kuona visiwa hivi vinakuwa katika mamlaka yake na isitokee namna ya kuweza kuviacha ama kuweza kusababisha namna yoyote ya vita. Lakini namna inavyoelekea kuna uwezekano mkubwa wa kuwepo kwa vita, licha ya mara kadhaa China kupeleka majeshi yake na kuanzisha operation maalum katika maeneo hayo, jambo ambalo liliwashtua sana wa Marekani, hasa katika utawala uliopita wa Joe Biden kabla ya ujio wa Donald Trump. Katika nchi za kimagharibi, mjadala huu unatumia lugha tofauti kuliko vitabu vya kihistoria, lakini wazo ni sawa. Namna ya hali ya mambo wakati huu ni kwamba udhibiti umetoka kabisa na hawana namna ya kuweza kulidhibiti hili, na inadaiwa kwamba hata mpango unaoelekea ni kuitengeneza fedha ya BRICS, licha ya kwamba ni mchakato unaoenda kwa taratibu, na mpango wao ni kuhakikisha dola ya Kimarekani, euro zote zinakuwa chini ya fedha ya BRICS kama ilivyokuwa dola kutegemewa ulimwenguni kote. Hivyo BRICS wataitengeneza fedha ambayo itaweza kuenea karibia ulimwengu mzima, licha ya Donald Trump kulipambania hilo lisiweze kutokea. Ushirikiano wa kiuchumi na wa kijadi hautoshi tena kwa mataifa ya magharibi. Hali ya uchumi inazidi kuporomoka. Ushindani kutoka mataifa mengine makubwa ni mkali sana. Trump mara nyingi anaonyesha kwamba ikiwa Marekani haitachukua Canada au Greenland, China na Urusi itaweza kuja kuchukua, na hii ndiyo ambayo wakati huu bwana Trump anadaiwa kuliogopa. Lakini inakuwa ni jambo la kustaajabisha kwamba udhibiti wa moja kwa moja usimamizi unaonekana kuwa ni muhimu kwa usalama wa siku zijazo. Lakini zaidi ya hayo ni mataifa ya magharibi wakati huu yakiwa na hofu wakati wote kwamba huenda Urusi ikaja kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa hayo. Uingereza ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa na woga kwamba baada ya vita kukamilika tu nchini Ukraine, vita itahamia huko nchini Uingereza, licha ya kwamba Urusi inadai kwamba haina mpango wa kuishambulia Uingereza. Kadhalika wa Poland nao wapo katika maandalizi ya vita. Wanawachukua vijana wao na kuwaingiza jeshini wakiamini baada ya kumalizika nchini Ukraine, Urusi tahamia upande wa Poland. Na ikumbukwe kwamba Poland na Urusi wanapakana na ni moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa wakati huo katika USSR.
Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.